Ujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Wakati Donald Trump, rais wa Marekani, akitengeneza uhusiano na Urusi, lakini pia akiwa na changamoto kwa upande wa China, wakati ambapo baadhi ya watu hudhani pengine Urusi itaisaliti China. Urusi imesema kamwe haitoisaliti China. Moscow imesema itaheshimu ahadi zake zote kwa Beijing, tofauti na nchi za magharibi katika ahadi zake kwa USSR, na hii ni kwa mujibu wa waziri wa mambo ya kigeni bwana Sergei Lavrov ambaye amesisitiza hilo. Urusi imesema inathamini sana uhusiano wake na China na imejitolea kutimiza wajibu wote kwa mshirika wake, waziri wa mambo ya kigeni Lavrov alieleza. Mwanadiplomasia mkuu huyo wa Urusi aliomba kutoa maoni yake kuhusu madai kwamba rais wa zamani Joe Biden alifanya hitilafu ya kimkakati kwa kuisukuma Urusi karibu na Uchina kupitia jibu la Washington kwa mzozo wa Ukraine. Lakini amesema Wamarekani wanajua kwamba hatutasaliti ahadi zetu za kisheria, lakini pia unajua ahadi zetu za kisiasa ambazo tunaendeleza na Wachina. Mwanadiplomasia huyo mkuu alihakikishia, hatujawahi kuwa na mahusiano mabaya na Uchina na ni mahusiano yetu ya siri ya muda mrefu ambayo yangefurahia kuungwa mkono na watu wa nchi zote mbili, kwa maana ya Urusi pamoja na Uchina. Hata hivyo, waandishi wa habari walipendekeza mtazamo wa rais wa Marekani bwana Donald Trump unaoiga uhusiano wa kihistoria wa rais Richard Nixon wa mwaka 1972 na ule wa China ambao ulihakikisha kuendelea kwa mgawanyiko wa Sino-Soviet, kwa maana ya uhusiano wa China na serikali ya Usovieti ya enzi hizo. Hali za sasa ni tofauti kubwa na zile za miaka ya 1970, Sergei Lavrov, waziri wa mambo ya kigeni na mwanadiplomasia mkuu wa Urusi, alieleza. Hata hivyo, alilinganisha ufuasi wa Moscow kwa ahadi zake na uvunjaji wa magharibi wa uhakikisho uliotolewa kwa kiongozi wa Sovieti Mikhail Gorbachev kwamba NATO haitapanua mashariki. Sasa wanasema kwamba hakuna wajibu wa kisheria wa kutopanua NATO. Sawa, ikiwa unaweza tu kutekeleza ahadi yako kwa mahakama, basi bila shaka unahitaji majukumu ya kisheria kote katika eneo lako, waziri huyo alisema. Lakini kama wewe ni mtu wa hadhi, mtu wa heshima, ikiwa ulikubaliana juu ya jambo fulani kwa kujitolea kisiasa, lazima ufikie juu ya yale uliyoyazungumza. Urusi inachukulia uwepo wa NATO kwenye mpaka wake na ahadi ya kuipa Ukraine wanachama kama mambo muhimu katika mzozo unaoendelea. Utawala wa Donald Trump umependekeza kuwa kusuluhisha kwa haraka mapigano nchini Ukraine kunaweza kufungua njia za ushirikiano wa kunufaishana na Moscow. Lavrov alielezea matumaini yake kwamba hali ya kawaida itarejeshwa katika uhusiano kati ya Marekani na Urusi na kuruhusu mataifa hayo mawili kutatua tofauti zao kwa amani. Hata hivyo, amesema kwamba uhusiano kati ya Marekani na Moscow utakuwa ni wa kawaida na utakuwa ni tofauti na uhusiano kati ya Urusi pamoja na Uchina, kwa maana uhusiano uliopo kati ya China na Urusi ambao ni wa muda mrefu sana na ambao umeboreshwa zaidi hadi wakati huu ni uhusiano ambao kwanza hauna kikomo, lakini pia ni uhusiano wenye ushirikiano mkubwa sana katika maeneo mbalimbali. Lakini pia Urusi inatambua ni nini ambacho inakifanya, hasa katika kipindi hiki ambacho imeamua kuweka uhusiano wa kawaida na Marekani chini ya utawala mpya wa rais wa sasa bwana Donald Trump. Ni kutokana baadhi ya mambo ambayo Urusi inayahitaji yanakuwa yanatekelezwa na upande wa Marekani, hasa wakati huu wa urais wa bwana Donald Trump. Mojawapo ni pamoja na kukataa Ukraine kujiunga na NATO, lakini pia kuona namna ya usitishaji wa mapigano kwa kutopeleka silaha, na kitendo cha kuchukizwa cha rais wa Marekani bwana Donald Trump cha watu wa magharibi kuendelea na upelekaji wa silaha nchini Ukraine. Kwa namna moja ama nyingine, rais wa Marekani bwana Donald Trump amemhakikishia Vladimir Putin juu ya namna ambavyo anaonyesha uhalisia wa urafiki wa kweli, na ndipo ambapo wakati huu kwa mara ya kwanza tangu kuanza kwa vita mwaka 2022 amewaeleza watu wa magharibi kwamba hatambui Urusi kama mvamizi nchini Ukraine, na hili ndilo ambalo bwana Putin na watu wa Urusi wanataka kulisikia. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na usisahau kulike, usisahau kucomment, lakini pia kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote.